Mbunge wa Thika mjini Alice Ng'ang'a amejipata na wakati mgumu kwenye mahojiano yaliyofanyika kati yake na mtangazaji Kamau wa Kang'ethe wa runinga ya Inooro TV asubuhi ya Alhamisi. Aya ureko nia tunaona kwa kiko video ne na uraka ukiana signal kwa njia ya maswali magumu ambayo Kamau wa Kang'ethe alikuwa anamuuliza kuhusiana na matukio ya Jumapili katika kanisa la AIPCA Gatondo, ambapo wanawake ambao walionekana hawakuwa wa kanisa walipewa vitambaa na kuja kupiga mayowe wakati wa hotuba za wanasiasa. Mheshimiwa Alice Ng'ang'a amekuwa na wakati mgumu sana, lakini akavumilia mpaka mwisho katika kipindi ambacho kufikia mwisho kimeonekana kumwaibisha sana na kumwanika kama mmoja wa wale wanaonyoshewa vidole kwa kuleta kina dada hao wahuni katika hafla ya kanisa. Na uraka ukiana signal drahew tikio tayari kuri ndakwira ati wajuria tiriri ni aroneka ugiko ndakuri wajuria kiuria tiriri andu ari ni gwiko ni kura mudukira ukira gwikate ukira oni uroneka vyuma wes ugiko tareke gwire edikwirire ne edikwirire dina gwetwo andu majitia ugai ndigwetetwo andu maiga ni mugwetiria andu aya angi othe mwatiga Alice Ng'ang'a amenya atiriri haya tona ningi ko na following you know why ni nyumete Thika guku ni Gatundu North. Haya wita mumemba kanitha wa AIPCA mheshimiwa ni ngenda gukwira atiri andu ari othe mokite na itambaya stari cia AIPCA ni amundu uri uturite aferite andu na huthagira let me finish etiwe wajuria na huthagira andu ake aria metagwo liaison officer. Alice Ng'ang'a amejaribu sana kujitetea, lakini Kamau wa Kang'ethe anaonekana alikuwa amejipanga kwa maswali yake, na nia ya mtangazaji huyo ikaonekana waziwazi kuwa ya kumuonyesha mbunge huyo kama yule aliyepanga wahuni wanaosemekana waliletwa kutoka ghetto la Kiandutu hadi Gatondo, ambapo ilikuwa ni hafla iliyokutanisha gavana wa Matangi wa Kiambu na wanasiasa wengine wa Mlimani wanaoegemea upande wa serikali ya Rais William Ruto. Kia class 8 athia secondary school ugo horo mashindwa producer agiko producer thikiriria ngwire producer wakwa wona deko uguo kakura ni hindi direnda kwaria dako uguo ukamenya ni hindi direnda hindi kurikia kwaria. Kamau wa Kang'ethe ambaye kawaida yake hafurahishi sana upande wa upinzani kwa jinsi alivyozoea kumshambulia Rigathi Gachagua, leo akionekana ameelekeza bunduki zake zote za maswali kwa Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, na kufikia mwisho wa mahojiano yenyewe inaonekana ingekuwa vyema kwa Alice kama hangetokea kabisa kwa mahojiano hayo ya Inooro TV, lakini wanasiasa wengi wanaamini all publicity is good publicity. Ndakiro ati warutite andu Kiandutu no si wakwira ndarutite ni mwiroreri mwiri ajikirie marito madura maimite Kiandutu no ria amenyire ni Kiandutu why atiriri onareke tuge atiriri andu acio maimite Kiandutu ti kundu ni kundu Kiandutu ti kundu tutiruga ti kundu arega kuga atiriri ngurie arega kuga atiriri okone ndakuite andu ndamarutite kiganjo niki kana okone ndakuite andu ndamarutite kundu gwitagwo ngungu. Let me tell you tutigai kudemonize maundu na gwitaga kuona ati hindi ria urenda kuonania mbica njuru no me associate na Kiandutu. You know, it is not right, Kamau. That is one thing. I cannot tell you where this. Before that night, before the Sunday service, nini dakoreto na igogona kundu gwitagwo Gatundu North. Hata hivyo Alice Ng'ang'a alikataa kabisa kuomba msamaha kwa kanisa la AIPCA Gatondo, licha ya Kamau wa Kang'ethe kumsisitizia kwamba kanisa hilo limejitokeza kutaka wanasiasa wote waliokuwepo siku hiyo waombe msamaha kwa rabsha, mayowe na aibu iliyotolewa na wale kina dada waliopewa vitambaa vya AIPCA bila wao kuwa kina mama kamili wa kanisa hilo. Mucho no kirekia heo na undu ndirenda utwire atiriri andu athika aria maguthurire ri kuri athikana ni kundu ndikiwe ndi arata ingiri umarutagira wira ri ndutagira andu athika wira ri every day taru muthenya ucio gatinda thika muthenya wa Jumatatu ndirari ti matuko maroka matuko maya mathirete ndakura muthenya wa Mandi ndirari thika Mandi ni thiku cigana muthenya wa kana muthenya wa Jumatatu ndirari thika. Ilikuwa ni tendo la ujasiri ama la kujiaibisha kulingana na jinsi unavyoangalia kwa mbunge huyu wa Thika kuketi kwa kipindi chote hicho na Kamau wa Kang'ethe, kwani Kamau hata anatoa video zikionyesha wakati Alice amekaa jukwani na anaonekana akiashiria kwa kidole kabla ya wanawake hao kuanzisha rabsha. Yote ilikuwa ni sawa na kesi ya mahakamani ambapo mshtakiwa hana njia yoyote ya kujitetea na anasalia tu kubambanya maneno, huku mwendeshaji wa mashtaka ama prosecutor akiwa na wakati wa rais kushawishi mahakama na hakimu wake ambayo wakati huu ni watazamaji
mtazamaji wa Inooro TV asubuhi, yaani mamia ya maelfu ya watu, na kufikia mwisho wa kesi haionekani kama kulikuwepo na faida yoyote kwa mshtakiwa kwenye kesi hii ya mfano ya Alice versus Kamau wa Kang'ethe. Aya magukenereire ri aya weka uguo ri ndimo no ni magukenirie no wakenire riria maugiririe mwana waku muteti wothe ri ni endaga following. Okay. Muteti wothe no wakenire makugiriria no tangikena. Okay. Ona enda gikeno ngimira haria uhuriro makofi ni andu makwira Kamau ni ngenagio ni uri uciraga wi kuri Inooro, even you be happy. Haya kanitha ri ni renda apology kuma kwiyo kuma kuri inywe kuma kwiyo exactly. Let me tell you Kamau aria mwari igongona-ini ria kanitha ya PCA Gatundu na gukioneka atumia mahumbetwo kana meohete kana mohetwo itamba itari na tia kanitha ni ra demand apology kuma kuri inywe politicians. Ngaiga atiriri njokere haha uthimaga mundu wa kanitha atia kanitha cio mokite kanitha ici ciokite muthenya ucio ri no amenya parish yothe yari hau we ni uramenya uguo parish yothe ni ahingitwe gakorwo ikundu ku. So how would you know who had come from where? Mvutano huu ulioibuka kwenye mahojiano haya ukihusiana sana na siasa ya ndani kwa ndani ya kaunti ya Kiambu na uhasama unaoendelea kupanuka kati ya huyu Alice Ng'ang'a na gavana Kimani Wamatangi. Iwapo Kamau wa Kang'ethe alikuwa anaegemea upande wa gavana wa Kiambu kwa siri ama kwa wazi kwenye mahojiano haya haibainiki, lakini kilicho wazi ni kwamba jinsi alivyouliza maswali hayo na matokeo yote ya mahojiano kati yake na Alice Ng'ang'a, itawezekana sana gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ndiye atakayefaidi zaidi kisiasa kutokana na uamuzi wa wale waliojionea drama za mahojiano haya. Kuikana Kenya 2027 na Ngai akahe mihumo nie ningenda kuhe dignity andu a Kiambu County. Andu othe marutaga wira na Kiambu County ndagika ino ni njui ni muhinyiririo muno. Igikana tuika governor nigamukiriria na ndimuhe gitio kianyu. Yanajiri wakati mwanamuziki maarufu Sovinga wa Bibiano pia amejitokeza kukemea sana matukio yaliyotokea huko kwenye kanisa la Hindi Gatundu AIPCA, akimtaka mhubiri muhusika ambaye alikubalia drama zote zifanyike kuomba msamaha, na pia akikemea sana wanasiasa kama huyo Alice Ng'ang'a ambao anasema ndio wameanza kuleta siasa chafu ndani ya madhabahu ya kanisa na kudhalilisha Wakristo kwa kulipa walevi wavae vitambaa vya kina mama. Sovinga wa Bibiana alizungumza kwa hasira nyingi akisema hii ni aibu inayotokana na wanasiasa hasa kutoka serikalini kutaka kutumia kanisa kama chombo cha kurejea ndani ya Mlima Kenya na kupingana na upinzani wa Rigathi Gachagua. Niye ndi coordinator wa Kiambu na chairman witwe haha. Turahoya Bishop Gucio apologize. Abe arute muhera kuri atumia akuru aria mari ku. Matamenyire niki gigwikikaga. Marigago mbugiririo ne yake ne megukite kurathimwo. Abe apologize atumia akuru na athuri na kanitha wa independent asoke apologize a Kristiano. Anauliza swali la kwa nini serikali inaendelea kumwaga mamilioni juu ya mamilioni ya shilingi za Kenya ndani ya makanisa Mlimani kila Jumapili, akitaka kujua kwa nini mamilioni hayo badala ya kupelekwa kwa makanisa kuhonga wapiga kura kwa visingizio vya Ukristo yasipelekwe katika maeneo mengine ya Kenya kama Baringo na Turkana ambapo si kawaida kusikia makanisa yamechangiwa mamilioni, akisema huko ndiko watu wanahitaji pesa hizo hata zaidi ya Mlimani na makanisa ya Ukikuyuni. Sovinga Bibiana anasema zipo pesa nyingi zaidi ambazo zinaendelea kutumika kuharibu misingi ya kiroho ya Ukristo Mlimani kwa kuwahonga wahubiri ili wakubalie walevi na watu wengine akiaibu kuleta siasa kanisani kwa niaba ya wanasiasa wa Mount Kenya na wengine wa kitaifa. Mararega gwika uguo kanitha wa Baringo niki milioni 50 murahenereria makanitha maitu 50 milioni 5 milioni 20 kai Baringo gutari kanitha kai Samburu gutari kanitha kari uguko gwitu muthenya wa Friday Sunday mwatindire ku Monday munatindire ku ria Kikist muhingeire anake na keninge mukimahe ngiri riu ninge Sunday mwe guku na muraiga muthiguko yothe muko guku mugituhe thiguko kari ithu tuhutite gukira Turkana na Samburu na Baringo kai mbeca ici cia ruto na thirikari ya UDA cirakirehwo Kiambu na Gikuyu-ini kamutanani na mbeca mbere iria mugira twarira andu aria turakoraga kuria maikaraga nyumba cia nyeki turatwire tugurumuragwo ni nyoka turaga kai mbeca ici mutame matwarira turatigire na ng'aragu na muraiya kura ciao ati rucine ruu gutire mundu ona umwe wa mucokagiria ngatho andu menyitaniirie ta makuirwo
Ajabu ni kwamba Sovinga anazungumza dhidi ya matukio haya ya kanisani Jumapili iliyopita Gatundu, saa chache baada ya Rigathi Gachagua kwenye kipindi cha mtangazaji maarufu wa Kameme FM Muthoni Baby Top kumkemea mhubiri aliyehusika kwenye ibada hiyo ya Jumapili na kumtaja kama mhubiri anayependa pesa sana, ambaye aliongwa ili kukubalia yaliyofanyika yatokee. Leo mhubiri mwenyewe amejitokeza na kuhojiwa na vyombo vya habari, huku wengi wakistaajabishwa na jinsi mhubiri mwenyewe haonekani kuwa na kosa lolote ambalo lilifanyika, wala hajilaumu yeye kwa njia yoyote ile kwa kile kilichofanyika. Hebu msikilize. Kwa matamshi ya mhubiri huyu, ni wazi kwamba kile kilichosemekana na Sovinga wa Bibiana pamoja na Rigathi Gachagua kwamba pesa zinatumika sasa kununua sio tu wapiga kura na wanasiasa, bali pia wahubiri na madhabahu yao, na hata baina ya kina mama ambao heshima yao inadhalilishwa wakati wanawake wakitolewa maeneo kama Kiandutu kuletwa kupiga mayowe kanisani, wanaonekana wamefikiwa na shilingi inayotoka kwa serikali kuhusiana na uchaguzi mkuu ujao. Na utashangaa kujua kwamba kiongozi wa kina mama kwenye kanisa hilo yalikotokea matukio ya Jumapili Gatundu pia naye amejitokeza kusema eti wao kama kina mama hawangeweza kutofautisha kati ya wale waliokuwa ni kina dada wa kununuliwa, walevi wa kutoka Kiandutu waliopewa vitambaa wajifanya wa Kristo, na kina mama halisi ambao hawakuwa wakuletwa na ambao hawakuwa hapo kupiga mayowe dhidi ya gavana wa Matangi wa Kiambu. Hebu sikiliza mama huyu. Yote tisa, Rais William Ruto amegundua silaha kubwa ambaye amesalia nayo ya kuingia Mlima Kenya kwa kifua, licha ya wanamlima kumkataa kwa sauti moja, ni kwamba anaweza kutumia pesa nyingi za serikali kuhonga, kutoa rushwa na kununua akili na mioyo ya watu kutumia makanisa. Kwa muda mrefu, nje na ndani ya kanisa Mount Kenya imekuwepo minunguniko kuhusiana na wokovu na usafi wa baadhi ya wahubiri ambao wana ufuasi mkubwa baina ya watu wa mlimani, na maswali yakawa yanaibuliwa kuhusu iwapo wapo baadhi ya wahubiri hawa, wote wakiwa wa kiume, wanaotumika kupotosha wananchi kisiasa, sana sana kina mama. No hote gutwira wira uria marutire muingi muno. Niyo na ndigwiciria he mundu Kenya ngima urombete national resources kungira kuria kwitagwo Thika, rutigana na maundu ma CDF maroraga mathukuru mathukuru mothe gutiri junior secondary school isi ciretwo JSS itamakire laboratory laboratory ni ati ni ndu maragire sciences. Kwa muda mrefu ndani na nje ya Mount Kenya, jamii imekuwa ikikumbana na tatizo la wanasiasa wenye pesa kudhalilisha utakatifu wa madhabahu ya Kikristo na kuteka nyara makanisa mengi kuyatumia kama vyombo vya kudanganya, kulaghai na kupiganisha wananchi. Hili limekuwa ni gugu ambalo sio rahisi kuling'oa, kwani wakati mwingi wanasiasa hao wanakuwa mstari wa mbele kuzima na kuchochea watu dhidi ya mtu yoyote ananyesha kidole maovu ndani ya makanisa. Leo hii wakati wa Kristo kanisani wakizidi kujanjaruka, kuerevuka na kufunguka macho kuhusiana na siasa za kitaifa, inakuwa ni vigumu kuuza sera zako kwenye madhabahu, na wengi wanajipata licha ya kuwa wanaenda kanisani hawapigi kura kwa kutumia usemi wa mhubiri wao. Na ndio sababu sasa inakuwa ni radhi kwa wanasiasa hao ambao awali walifaidi kwa kununua nafasi madhabahuni wateme uongo wao, wanalazimika sasa kuleta wahuni kutoka nje waje kanisani wachukue nafasi za Wakristo na wajifanye eti wao ndio sauti mpya ya kina mama. Hatua ya kuleta watu kutoka nje wasiokuwa Wakristo waje na vitambaa vya kina mama wapige mayowe ya kisiasa katika ibada ya kanisani ni hatua ya desperation ambayo bila shaka inatokana na kuwa huyo aliyepanga wanawake hao angependelea kuwa na kina mama ambao ni Wakristo halisi, lakini akashindwa kuwashawishi. Zaidi inamaanisha kwamba wanasiasa wote Mlima Kenya wanaoegemea upande wa Rais William Ruto wanafuata nyayo zake za kisiasa za kulenga makundi fulani ya jamii kama vile vijana na kina mama, na kutoa ahadi nyingi za kimaendeleo za uongo kwa makundi hayo maalum kama njia yao ya kujiendeleza kisiasa. Ndio sababu kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027 haitakuwa vigumu kuona tabia hii ya kununua sio tu vijana wa kiume waliolewa na kuwapa pombe na bangi walete rapsha, bali pia kina dada ambayo inaonekana wameanza pia kuingiliwa na matatizo ya ulevi, wataanza kununuliwa kwa pesa ndogo wahusike katika shughuli ambazo zinahitaji kutoa taswira ya kuonyesha kana kwamba wanawake wamekubali mwanasiasa fulani.